mateso yangu. Wengine wanao watu siku ya mateso yangu. Mara wapatapo shida ndugu wanajitokeza, tena ndugu wazito utatua shida zao. Hata kama wanaumwa hospitali upelekwa, tena sio hizi hospitali za kisasa. Ikishindikana hapa na Ulaya upelekwa, nako sio hizi hospitali za kileo. Je, mimi hapi nani amtanitazama? Siku ya mateso yangu nani yanipuru? Naimba msaada, msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu msaada wangu ni Yesu. Msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu msaada wangu ni Yesu. Nani ataikutoa siku ukiwekwa jela? Wengine wanao watu siku wakiwekwa jela, wanakuja ndugu zao wenye vyeo na magari. Baada siku chache utasikia yuko nje. Je, wewe ndugu yangu, nani akusaidie? Siku ukisingiziwa nani akuhurumie? Imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Naimba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina mtu siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Nani atakufariji siku ya kufiwa kwako? Wengine wanao watu siku ya kufiwa kwako, wanakuja ndugu zao tena wale matajiri, rambi za kutosha na pilau linapikwa. Ukiwa farijiwa na muziki apigwa. Je, wewe masikini, nani atakufariji? Siku ya majonzi yako atakange utakosa. Imba mfariji, fariji wangu ni Yesu. Wewe mama, siku ya mateso yangu fariji wangu ni Yesu. Mimi mfariji, fariji wangu ni Yesu. Sina siku ya mateso yangu fariji wangu ni Yesu. Nani akusaidia kwenye madai ya mirathi? Vinua mgongo na mambo ya kikazi. Wengine wanao watu wanaowasaidia. Baada siku chache utasikia wamelipwa. Je, wewe ndugu yangu, nani akusaidia kwenye madai yako? Nani akuhurumie? Imba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Naimba msaada, msaada wangu ni Yesu. Sina siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Siku moja Yesu alimkuta mgonjwa mmoja ameteseka miaka 38. Akamwambia yule mgonjwa, unataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamwambia, sina mtu wa kunitia birikani maji yanapochemka. Nataka nikuambie mama yangu, baba yangu, huenda umekuwa kuna mambo mengi unayoyafuatilia, lakini huna mtu wa kukusaidia katika mambo yako. Ujumbe huu ni wako sasa. Yesu ametembelea nyumba yako. Anasema unataka nini? Ni kweli duniani kuna watu ambao wana watu wanaowasaidia.
ukiona watu wanaiba mabilioni ya pesa, lakini bado wako Dar es Salaam wanazunguka na wala hatua hawachukuliwi. Hujaona kuna mtu mwingine anafanya kosa, lakini anakaa kidogo tu gerezani anatoka, lakini wengine wako wanaozea kwa sababu wengine wana watu wanawasaidia. Mtu mwingine anapanga foleni hospitali kuanzia asubuhi mpaka jioni bado hajamuona daktari, lakini mwingine anapitiliza moja kwa moja anamuona, maana daktari ni ndugu yako. Huenda hayo madai yako unafuatilia serikalini mpaka sasa hivi ulikuwa umekushalipwa, lakini sababu huna mtu kufuatilia ndio maana mpaka sasa hujalipwa. Lakini chukua imani, uimbe na mimi chorus ya mwisho. Uko uwepo wa Mungu, iko na nguvu ya Mungu inaenda kusaidia sasa. Maana ni heri ule mtu anayetegemea Mungu, kwa sababu ukitegemea wanadamu, iko siku mwanadamu atakufa, iko siku mwanadamu atafukuzwa kazi. Lakini Mungu kimtegemea, yeye hafukuzi kazi wala hafi. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Chukua imani yako sasa, mama yako. Mwambie Yesu, nilikuacha, sikukutegemea, sikukutumaini, lakini kuanzia sasa ninashika imani yangu. Yesu nisaidie, Yesu nitangulie katika haki yangu, katika mateso yangu, na mkono wa Bwana uko juu yangu sasa. Hebu imba korasi sasa na mimi, na Mungu atakutembelea kwa jina la Yesu. Amen. Mungu na malizia korasi siki, ujue ni wewe peke ninayekutegemea. Wanadamu wawajua umewaumba wenyewe, wengi wameharibika hata utu wamekosa. Miguuni pako Mungu mimi beauty naimba niwe. Nakuombea sasa mama yangu na baba yangu na kaka yangu na kijana, wewe niwe msaada. Najua kuna mwingine anayetafuta mama ndio kumsaidia pale kazi. Ndugu zako unasumbuliwa pale. Najua kwamba wewe ndio wako ulionao. Wewe ndio leo kwa mimi. Lakini achana na wanadamu sasa. Kwa Mungu ambaye anashuka katika nyumba yako sasa. Anashuka hapo ulipo na anaenda kukutangulia katika hapo. Mkono wako ufuani sasa. Ninaenda kukuombea sasa. Baba Mungu, asante kwa ajili ya mama. Asante kwa ajili ya baba. Asante kwa ajili ya kijana huyu. Mtakatifu Mungu wetu wa mbinguni, mtakatifu Mungu wetu uliye hai, mtakatifu Mungu wetu ambaye Bwana unatembea kwenye viwanja hivi tangia tumeanza mkutano huu. Tumekuona wewe Bwana ukitenda miujiza, na leo Bwana upo kutenda miujiza. Mungu wa mbingu na nchi, Baba, simama pamoja na mtumishi wako katika jina lako Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah tena. Kama unayofuraha punga mkono juu kabisa. Mola wa baraka. Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwa na askofu Mtambo kutoka Malawi. Amen. Kanisa letu lina utume, sema utume. Utume. Mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa makanisa yote ya EAGT yaliyoko nje yanaitwa EAGM. Manake the Evangelistic Assemblies of God Mission. Mission manake utume. Huwezi kuita EAGT Zambia, Malawi. EAGT ni Tanzania. Haleluya. Yote yanaanzishwa nje yana M. Nataka kusoma tena hapo. Nakumbuka maneno haya ambayo yalikuwa yananenwa sana na the great preacher of the gospel, Dr. Moses Kulola.
Sema amen. Anzie wa Tesalonike. Wa Korinto wa kwanza 15, alafu tutasoma kule. Korinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 50. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua. Kusema neno hili, kufumba na kufumbua. Amen. Wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na watu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa, hapo ndipo litakapokuwa lile neno liloandikwa, mauti imemezwa kwa kushinda. Mauti imemezwa kwa kushinda. Ufunuo 20 mstari wa 7. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke miongoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walioko katika pande 4 za nchi, Gogu na Magogu, wakusanya kwa vita, ambayo hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu pana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika lile ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, na watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya kicho kiti cha enzi. Vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu, sawasawa na matendo yao. Bahari ikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwemo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Baba Mungu mtakatifu, muumba mbingu na nchi, wewe ni mtakatifu sana, tena upo katikati yetu jioni leo ili useme nasi. Asante kwa neema hii ya ajabu uliotukirimia, ili tusikie kwa mara nyingine tena habari ya ufalme wako, wewe ambaye watuonea shauku kama nini, ili sote tuje kwako, asiwepo awaye yote wa kupotea motoni. Asante mno kwa uwezo wa nguvu zako za kuokoa na kuponya. Twakupa sifa na utukufu, wewe uliyetukuka mno, uliyezifanya mbingu na nchi na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Asante
kwa sababu umetupa neema hii Bwana katika Kristo Yesu ya kuitwa watoto wa Mungu tunapokuamini na kuziungama dhambi zetu na kuziacha. Unatuzaa mara ya pili na kutupa amri juu ya shetani na kazi zake zote, na kushukuru kwa sababu katika jina la Yesu tumempinga shetani na kuziseta kazi zake chini ya miguu yetu. Ana nafasi katikati ya mkutano huu. Wingu lako lifunike na mvua ya wokovu inyeshe katika mioyo yetu, na watu wote wauone utukufu wako, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Tena pigia makofi Bwana Yesu ya sifa. Watu fulani miaka ya 70 waliimba wimbo huu. Kufumba na kufumbua atatokea, uja kulichukua kanisa lake, wateule na watoto watatoweka, dunia itashangaa kurudi kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kufumba na kufumbua, Yesu atatokea. Alafu wateule wote na watoto watatoweka duniani. Dunia itashangaa, maana haitaona tena. Na nilizungumza kidogo juzi kwamba tunaishi wakati wa mwisho kabisa, ambapo mwanadamu anapaswa kufahamu, lakini pia kuna wakati mzuri wa kujiandaa, kwa sababu tutatoweka hapa duniani. Napozungumza mwisho wa dunia au kuja kwa Yesu, tunazungumza nafasi mbili za kuja kwake. Kuja kwake kwa kwanza ni kulichukua kanisa lake, yani watu waliokoka tu. Na wakati wa kuja huko unaitwa kunyakuliwa kwa kanisa. Kunyakua, kama vile ungemwona mwewe angekuja kunyakua kuku, angeshuka tu hapa alafu angeondoka zake, amenyakua. Sasa huko kunaitwa kunyakuliwa kwa kanisa, maana kipindi tulicho nacho kinaitwa kipindi cha kanisa, kipindi ambacho Bwana Yesu anajipatia wana kanisa, anawaita na akitumia injili. Injili ni wito, nilisema inaita, inachukua watu. Katika falsafa katika lugha za Kiyunani, neno ukombozi lina maana nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Na kumkomboa mtu ikimaanisha kana kwamba kumkomboa kutoka kwenye soko, yani mkusanyiko mkubwa wa watu wengi, basi unamkomboa, unamtoa pale, unamwita, unamtenga, unamtoa, chapua. Ndio maana hata hapa tulikuwa tunaona wanatoka watu wachache, baadhi watu mkiita jamani nani yuko tayari, wanatoka watu wengine hawatoki. Kwa nini? Hiyo ni neema. Ukikuta umetolewa katikati ya watu wengi ukaitii injili, ufahamu umependelewa. Amen. Umebarikiwa. Amen. Kwa nini? Kwa sababu umesikia, umeelewa, alafu umeheshimu wito wa Mungu.
Unajua Mungu anaita kwa njia ya injili kama inavyohubiriwa hivyo. Kwenda mbinguni hatujiungi kama chama cha siasa. Kwenda mbinguni tunaokoka. Amen. Tunatubu dhambi, tunaziacha. Alafu ndipo tunapoingizwa na tunatubu kwa nguvu ya injili. Unaposikia uwezo wa Mungu unashuka unaposikiliza, alafu unasikumeelewa, alafu unafungua moyo wako, alafu unakubali. Unapokubali, Mungu anashusha uwezo wake. So Mungu injili inapohubiriwa anafuatilia na angalia hii injili inaanguka katika moyo upi uliofunguliwa. Kama mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Lydia Muza, rangi ya zambarau. Wakati wa hubiri na hubiri, maandiko yanasema moyo wake ulifunguliwa ayapokee maneno yaliyonenwa na kina Paul. Moyo ulifunguliwa. Alikuwa makini asikize haya maneno ambayo yanahubiri watu kwa nguvu na kwa machozi. Ni maneno ya namna gani? Lazima yana kusudi. Kwa makini akaacha hata kuuza ile rangi, akaamua kusikiliza ili aelewe kinachozungumzwa, alafu afanye maamuzi. Ndipo aliposikiliza kwa makini, moyo wake ukafunguliwa. Na Mungu alipoona moyo wa Lydia umefunguliwa, akaachilia nguvu ya ukombozi juu yake. Alafu ikamzaa mara ya pili, ikambadilisha, ikaondoa ile nguvu ya dhambi, ikaing'oa, alafu ikapanda nguvu ya neema ya Mungu ndani yake. Akawa mwokolewa. Kwa hata katika viwanja hivi Mungu anafuatilia huyu mtu aliyezaliwa na mwanamke huyu. Anatambua yuko Mungu, ni kweli, anasema Mungu yupo. Lakini vipi moyo wake ulivyo na shauku? Anamaanisha anaposema Mungu yupo, au ni kawaida tu jumla kama kawaida wanadamu kwamba ndio Mungu yupo, aliumba mbingu na nchi, jua, nyota, mwezi, mawingu na miti, lakini moyoni yuko na kiu kiasi gani? Haleluya. Amen. Alafu huyo ndio Mungu anaachilia kitu ndani yake. Alafu ile nguvu inamtimua shetani ndani ya moyo wake. Nguvu ya ukombozi inaingia ndani na mgeuza moyo wake. Ulikuwa unaelekea kaskazini, unaanza kuelekea kusini. Haleluya. Amen. Ndio unaitwa wokovu, sio kujiandikisha kwenye dini na kula sakramenti. Maana sakramenti hata mashetani anakula tu. Amen. Si ni chakula cha kusanyiko la watu ambao wanasema wanasali. Hakimtishi, lakini shetani hawezi kula kile yenye kilicho na upako wa Roho Mtakatifu. Amen. Kitamlipua kama bomu, hawezi kusogea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia kwamba tunapoendelea hivi hatutaendelea hivi. Jana nilizungumza jinsi ambavyo mtu anazidi kupungua viwango vyake na heshima aliyoumbwa kwa mfano na Mungu. Inazidi kushuka na mwisho inakuwa duni, alafu inapoteza sifa kabisa ya uungu na hali ile ya mfano wa Mungu ndani yake. Na ndio maana mtu mtenda dhambi huwa hana thamani asipoamua kumgeukia Mungu. Anahesabiwa kama karatasi lililoharibika la kutupa motoni. Mungu mtazama mtu pale tu akishtuka injili, alafu anageuza, anaanza kusikiliza. Hapo Mungu naye anaanza kuwa attentive, anakuwa makini yani. Je, anapokea? Alafu nishusha uwezo. Haleluya. Amen. Sasa katika maendeleo tunaendelea, nizungumza jana kwamba maisha yataendelea kwa magumu.
Ni kweli tunapaswa kujitahidi kuyarekebisha yawe mema, mazuri. Lakini kwa kuwa laana inaila dunia, yatendea kwa magumu. Na ndio maana inahitaji uwe na Yesu. Amen. Ili kwamba katika mambo magumu uwe na uwezo wa kustahimili na kuyaendesha. Amen. Yasikuendeshe. Yes. Kwa sababu uliumbwa kutawala maisha, sio maisha ya kutawale. Uliumbwa kutawala mazingira, sio mazingira ya kutawale. Uliumbwa kutawala vitu, sio vitu vikutawale. Haleluya. Mtu aliumbwa wa ajabu wa kutisha. Na ndio maana anahitaji kuitunza ile heshima ya Mungu. Amen. Lakini kwa sababu ya dhambi, nguvu zitaendelea kushuka. Na mawazo ya watu yatakuwa yanaendelea kutazama magharibi kama ndiko kwenye msaada. Lakini kwa msaada tunao ndani ya mioyo yetu. Yesu ndiye msaada wetu. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata wale kwa magharibi nao wanaanza kutazamia huku. Unajua kwamba anakuja kuchota madini huko napeleka kule. Kama angekuwa navyo si ungepata huko. Kwa tunabadilishana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hali itendea kwa ngumu. Kwa nini? Kumwandaa mtawala wa dunia hii nzima ambaye atatokea huko Mashariki ya Kati. Haleluya. Maana tunazungumza jinsi ambavyo atapewa uwezo na shetani wa mawazo ya kiuchumi, akiwa tajiri wa kutosha na uwezo wa kufikiri na kupanga mambo. Na akiwa katika ile taifa lile, akiwa kwenye vikao vile, atakuwa na uwezo wa kutoa sera nzuri ambazo zitafikia kwamba zikubalike, wakati ulimwengu wote unasaga vichwa kwamba tupate wapi jibu la kuleta ufumbuzi wa matatizo ya kazi duniani, uchumi ufaidike watu wetu, na majanga yapotee kabisa. Wakati unafikiri, ndipo atakapoibuka kwenye vikao vyao na kutoa mipango yake. Mwisho watamkubali ni kuambia basi wewe utuongoze. Haleluya. Sasa katika hali hii, mioyo inavutwa kufuatana na matatizo ya dunia. Inavutwa kutafuta nani ataleta majibu, nani ataleta ufumbuzi. Kwa ni kama mioyo inaangalia huko na huko kama makinda wa ndege, na kusikia nani anatoa sera nzuri na nani anaonekana na majibu. Alafu nguvu ya dunia huku, shetani anakausha dunia na kuhakikisha kila kitu kinaharibika, na mambo yanazikuwa magumu ili watu wafikie kukata tamaa. Haleluya. Sasa katika hali ya kukata tamaa, ndio kumbe inamwita ibuke. Sasa watu wakifika katika hali ngumu ya kutisha, ambayo wakati wote nimesema kwamba hali zopo sasa hivi zinatisha, ni ngumu. Na nikazungumza kwamba kimfano mmoja wapo ni hili lilotikisa dunia, ni corona. Hakuna mwenye nguvu kwa hilo. Kila mmoja ametetemeka. Hata wale wanadhania kwamba na uwezo nao wametetemeka. Na sijui watu wa Mungu naomba ole, lakini kama likiendelea, kwa sababu linafilisi mambo mengi. Ndio maana tunahitaji kuombea nchi yetu, Mungu aiokoe. Tuseme amen. Mtu mwenye akili nzuri ataipenda nchi yake na kuiombea, ili Mungu aiponye. Maana Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina langu wakiomba. Amen. Sio kila mmoja, tuseme amen. Japo tunafikiri hivyo, lakini Mungu amechambua pale, walioitwa kwa jina langu wakiomba, alafu
wana bidii ya kutafuta uso. Amen. Mpaka waupate uso wa Mungu. Anasema ndipo nitakaposikia. Wako wanaotafuta hata sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa katika hali hii Yesu atatokea ghafla kuja kwa kwanza. Japo kulikuweko kule kwa kuja kuzaliwa, lakini kuja rasmi ili kumalizia ile kalenda ya historia ya mwendo wa dunia wa ukombozi. Wakati watu wanaendelea kukimbia huko na huko, wanafanya biashara, ni vizuri kulima na kupanda, kujenga na kusoma. Kila mmoja mawazo yamejaa, dunia imejaa akilini, imejaa mpaka katika moyo, na kila mmoja anafikiri mipango ya kesho kutwa, miaka ijayo, bila kutazamia wakati utatimia. Yesu atakuja, parapanda italia mbinguni, hakuna atakayesikia isipokuwa wale tu wenye uhusiano na Yesu Kristo. Haleluya. Lakini wanadamu wataona mambo yako vile vile, isipokuwa ghafla watakuta watu wametoweka, hawapo. Pengine katika nyumba wawili hawapo, mmoja au wote wapo, hakuna aliyetoka hata mmoja. Pengine wanaokwenda kusali ametoka mmoja, wote 100 wamebaki wanaendelea kuimba. Naona pengine watu wanatembea watatu hivyo hivyo, wanatoka chap 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 chap, maana ni kunyakua, nguvu itaachwa chap 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 chap. Na inawezekana hata hapa Yesu akashuka wakati wowote. Haleluya. Alafu watatoka toka walio safi katika mioyo yao. Alafu taenda kwenda mbinguni kumlaki Bwana. Na wale waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Na wote waliokolewa hawataondoka peke yao. Lazima wale waliokufa katika wokovu wafufuliwe, watoke makaburini. Na kwa dakika hiyo moja ni ajabu, waliokufa katika Kristo watafufuka hapo na kubadilika, na walio hai waliokombolewa wakati huo watabadilika kufumba na kufumbua. Alafu hao wataanza kwenda mbinguni. Alafu tutamlaki Yesu mawinguni. Yesu hatashuka hapa na wala hataonekana na kila mtu, ni wale tu waliokolewa. Ndio maana tunahubiri, kwa sababu Yesu atakuja wachukue watu waliokolewa duniani, watakatifu duniani, sio wanaopenda dhambi wala wanaotetea dhambi. Hamna, watakatifu walio safi, wenye amri ya kuingia mji mtakatifu, wameyafua mavazi yao. Haleluya. Alafu wakati tumenyakuliwa, sasa tunaenda tutakutana na Yesu kwenye mvutano wa mbingu na dunia. Alafu tutaanza kwenda moja kwa moja, na tunapokwenda tunaenda moja kwenye kiti kinaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Kiti cha hukumu cha Kristo. Watu wengine tena tutaenda kwenye kiti cha hukumu. Ndio kile kinaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Ngoja nizungumze kidogo, nifundishe. Kiti cha hukumu cha nani? Cha Kristo. Au kwa maana nyingine panaitwa bema au jukwaa la washindi. Walioshinda duniani wanafika kwenye kile kiti kwenye hukumu. Hukumu ya nini? Ya kubainisha huyu kiwango cha kushinda ni kipi, apewe nini. Huyu alifanya kazi, alitumikaje vizuri mbinguni duniani, anastahili tuzo gani? Ungekuta kule Uturuki, ungekuta watu wote walishindi, walifika kwenye jukwaa linaitwa la washindi. Linaitwa bema, mahali ambapo walipewa tuzo waliokimbia mbio, alafu wameshinda. Walifika pale, anastahili tuzo gani? Ndio maana ya hukumu, yani kuchambua huyu apewe nini,
kufuatana alivyotumika na alivyoishi. Aliishi maisha matakatifu, alimtumikiaje Mungu, na ndio maana ni vizuri ukimtumikia Mungu kwa bidii sasa. Kwa sababu usifikiri tunafanana tu huko, tutakuwa na tofauti ya kila mmoja anachopewa. Maana Mungu anasema atamlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Kanisani kwake au kumtumikia Mungu alikuwa mvivu au ubaili wa kutoa, au hata maombi ajui, anategemea kila siku muombe watu, kwa alikuwa anaomba taratibu, lakini ameokoka. Kwa ameokoka kana kwa moto tu, yani ameokoka kutupwa jehanamu tu. Lakini kwa kweli hana kitu cha kupata, lakini angalau amefika mbinguni. Mimi sitaki hiyo. Amen. Lazima nikapate heshima kubwa. Kwa sababu Mungu amefungua mlango, kila mmoja ache apate heshima yake. Haleluya. Ndio maana ukikuta na kuhimiza kanisani kuomba kwa bidii, kutoa, kumtumikia Mungu, ujue ni faida yako. Amen. Maana tutafika kwenye kiti cha Kristo. Unastahili nini? Baada ya kumaliza yote, ndipo tuende kwenye karamu ya mwana kondoo ya miaka 7. Pembeni pale watu wamevaa heshima zao, wanaenda kwenye karamu sasa. Yesu pale, tunatazamana, kila mmoja anachangamka, anafurahi. Ile inaitwa karamu. Yesu alisema sinywi tena mzao wa mzabibu hapa mpaka nitakapokunywa mpya pale mbinguni pamoja naye. Hapo ndipo kwenda kunywa pale kusherekea ushindi. Mwingine alisema mimi nikifika nitamwambia Yesu, wakati ule majaribu yalikuwa makali, ulikuwa wapi? Wana ukunitia moyo haraka haraka ukachelewa. Sawa, mna hutauliza pale. Maana maandiko yanasema hutakumbuka. Itakuwa kama ndio umezaliwa hapo, kwa sababu umevaa mwili mpya. Haleluya. Maandiko yanasema hutakumbuka mateso tena, maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita, wala hakuna kumbukumbu lake tena. Hakuna atakayemuuliza Yesu, kila mmoja atakuwa na furaha. Ujaona kwamba mama pia akiwa mjamzito, mwingine mpaka unasikia anasema analazwa mpaka miezi yote anakaa nyumbani kitandani. Labda mimi nasumbua. Lakini unaonaje siku ile ambapo amejifungua vizuri? Unafikiri nakumbuka ile? Anabaki kucheka na katoto. Je, si zaidi mbinguni utakapokaa mbele ya Yesu? Ndio maana lazima leo ujiandae kwa kuokoka leo. Haleluya. Maana watanyakuliwa waliokoka tu, wala si mimi nasema, Biblia inasema. Mwenye hekima na afahamu maneno haya ambao Roho ayaambia makanisa. Yaani anawaambia wanadamu kwa jua kabisa kwamba tutaondoka ghafla. Na hapa duniani watabaki wote ambao hawajaokoka, wote, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini. Alafu ili waingie sasa kipindi kile hicho cha dhiki kuu. Hapo ndipo sasa ataibuliwa yule mtaalamu ambaye ataingiliwa roho ya shetani hasa, ili afanye kila awezalo kumtesa mtu. Na hivyo ataanza utaratibu wa utawala wake kwa muda labda miaka 3.5 ya kwanza. Maana kile kipindi kimegawanywa katika miaka mitatu miwili, mara mbili. Ya kwanza maandalizi ya utawala na kuweka kubadilisha majina na vitu mbalimbali kama ilivyo kawaida kwa mfalme. Miaka ya kwanza ni kama ya kuset up, kuweka ufalme, kuweka taratibu zake utakavyo uendeshi. Na ndipo atakapoweka hata namba ile 666 ambao watu wana wasiwasi leo haitafanya kazi hata kama ipo mpaka kanisa limeondoka. Sema amen. Wao usikudanganywa na watu. Ile lazima watakatifu tuondoke. Hata kama imeanza kufanya kazi, itafanya kazi kama alama ikitendea kazi kwa ajili ya shughuli mbalimbali, lakini haina nguvu ya yule pepo ili iweze kumnasa mtu. Haleluya. Watu tutaondoka, tutakuwa kwenye paradiso, tunakula karamu miaka 7, lakini duniani kiherehere. Mambo yataanza kuwa magumu. Ile dhiki unayoona sasa, njaa inaongezwa, shida, ugumu wa maisha, wadui, wivu, fitina na watu na magomvi na uharibifu,
magonjwa, kila kitu kitaanza kuwa kigumu kuliko. Alafu yeye atakuwa kama ndio suluhisho la mataifa, na hivyo atasema kila anayetaka sasa kukaa kwenye utawala, akitengeneza utawala, lazima pate namba ya uraia. Ujasikia siku za leo kuna namba za uraia katika mataifa? Namba ya uraia ile ni alama ya unabii wa namba moja ya alama ya uraia dunia nzima. Haya ni matayarisho ya kukuzoeza, ili tunapokuja ili usishangae useme bwana ni kawaida, hata katika nchi yetu tuko na uraia wetu. Naona, lakini usijue kwamba ile ni tofauti. Ile ni ya mtawala wa dunia nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Biblia inasema kwamba tuko katika ile karamu ya mwanakondoo, duniani shida. Hapo sitaki kuzungumza zaidi, muda hautoshi. Na itapita hiyo. Dhiki zatokea kubwa za kutisha. Wakati miaka mitatu ya mwisho ya kwanza inaisha, hali itakuwa mbaya kabisa. Kwanza yule mfalme atafanya agano na Israeli kuwalinda kwa ajili ya mataifa mengine yatakayoelekea Israeli imalize, kama vile anasema kuifutilia mbali, lakini hawataifutilia mbali mpaka wakati ule utimie. Huyu mpinga Kristo, kwa sababu atakuwa amerudishwa kwenye lile dola la zamani la Rumi, akiwa na nguvu kubwa na uwezo mkubwa, atawaahidi watafanya agano, ulinzi juu yao, wawe salama, warejee katika nchi yao, waijenge, wastawi, waenee, na hivyo nchi ile itakuwa nimejaa neema. Maandiko yanasema kama Araba, mataifa mengine wakati yana shida, pale patakuwa na neema ya pekee. Ukisoma maandiko yanasema, somai na fahamu, utaona kitakachotokea pale Dead Sea. Utagundua uchumi utakavyopanda katika Israeli. Utaona jinsi ambavyo mataifa yataonea uchu katika nchi, maana kana uwezo kwa sababu ya ahadi ya Ibrahim juu ya taifa lake. Lakini kwa sababu ataweka ulinzi yule, watarudisha ibada zao, wataendesha ibada za kwa kawaida, mambo yataisha, na mwisho atawageuka, atasema hapana, mwanze kuniabudu mimi, na wao watakataa, ndipo mateso yataongezeka. Lakini wote ambao kuokolewa kutoka katika mataifa mengine, nao watahitaji lazima wapate namba 666 ili waweze kufanya biashara, waweze kuuza, waweze kusoma, waweze kusafiri, waweze kufanya mambo mbalimbali, wapate kutibiwa. Hayo yote yatakwisha. Mwisho, baada ya miaka mitatu ya mwisho, ndipo Yesu atarudi kutoka mbinguni. Sema amen. Akija na kanisa watakatifu tukiwa pamoja, ili tuje duniani sasa. Yesu ajatawale dunia kwa wazi, sio kiroho tena, moja kwa moja kama Mungu au mfalme wa wafalme, ili aanze apate kuibadilisha dunia iwe salama. Na yule shetani alimwingia Ibilisi, amemwingia mpinga Kristo. Maandiko yanasema yule mpinga Kristo atakamatwa. Yesu akija atakuja, mataifa yote atamwona. Na kule Mashariki ya Kati, majeshi yatakao kusanyika kule, yatakuwa yamekusanyika katika bonde moja linaitwa bonde la Yoshafati. Ukifika kwenye ile bonde, limekaa kama uungo kidogo, ni kubwa mpana, na pale majeshi yatakusanyika, panaitwa bonde la kukata maneno. Yani mahali pa vita vya kutafunana. Damu itamwagika za mataifa, watu watatoka mataifa yote wakijiunga na nchi mbalimbali kwenda vitani kule, wanaume kwa wanawake. Maandiko yanasema hasa wenye nguvu. Na ndio maana wakati ule wengi watateketea vitani, na hivyo huko watabaki wanawake tupu. Wengine watasema sisi tunakula cha kwetu, lakini tuitwe wake zako, ili heshima iwepo, maana wamekwisha huko vitani. Itakuwa ni wakati wa kutisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ataachilia kila nguvu anayeizuia leo ifanye ipendavyo. Kwa nini? Mwanadamu alikataa wokovu. Alidharau Yesu kwamba aliteswa. Kwa nini? Hakujali. Walipohubiri hakusikia, alijisikia mtanashati. Alitembea kama yeye ndiye Mungu duniani. Hakujua yuko Mungu aliyemuumba, na Ibilisi amekusudia kuteketeza dunia. Hapo Mungu ataachilia kila kitu
hapo hakuna atakayekumbuka mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Wengine watafikiri ili nipate kuishi basi nikubali hiyo namba. Atagongwa namba 666, namba ya uraia, ili apate kuuza, kununua, kula, kufanya nini na nini. Lakini wengine watasema, tulisikia wakihubiri kule Mbeya kwamba itakuja namba 666. Ataikataa. Mimi sitaki, maana ni mpinga Kristo. Akisema sitaki, atakamatwa, teswe. Atatafutwa kila anayekataa namba hiyo popote, na hutajificha kwa sababu ya utaalamu wa sasa wa teknolojia. Haleluya. Ujaona kwamba sasa hivi uko kiganjani kwa watu. Wamechukua kila kitu, wanajua umezaliwa wapi, unaishi wapi, unafanya nini. Hutajificha. Haleluya. Kwa uchague mawele, kukubali ile namba au kusema mimi sitaki, namtaka Yesu niliyemkataa wakati ule. Na hapo itakuwa ni vigumu, mateso ya kutisha. Watu watakufa kwa aina mbalimbali, kwa mateso ya aina mbalimbali, watateketea. Haleluya. Mwisho kisha wageuka Wayahudi, atasema mniabudu mimi, ataweka lisanamu lake hekaluni, wamsujudie, watamkataa, watateswa vya kutisha. Na wakati majeshi yanaumana wakanatafunana, ndipo Yesu atakuja. Atakapoona Israeli anataka kufutiliwa mbali kabisa, Yesu atatokea. Maandiko yanasema mwaliko mkuu wa parapanda atakapolia, Mikaeli atakapopiga jeshi kutoka mbinguni linashuka la watakatifu wale wa kanisa. Haleluya. Yesu alikuwa amepanda juu ya farasi. Farasi ni ishara ya vita. Alipokuwa anaingia Yerusalemu alipanda punda, maana yake mfalme wa amani. Lakini ukikuta amepanda farasi, maana yake ni vita, ni hatari. Wanapokuja amepanda juu ya farasi mweupe, na malaika wanakuja, maana yanasema watamtazama yule waliyemchoma Wayahudi, wataomboleza kwa ajili yake, kwamba huyu ndiye tulimkataa, kumbe alikuwa ndiye Masihi. Amen. Wataomboleza, watatubu toba ambayo haijawahi kutokea duniani. Kila nyumba ya Myahudi watatubu, watamgeukia kwa machozi. Hasa itaanza tu mara kanisa litakapoondoka, Israeli wataanza kugeuka kumwelekea Mungu. Sema amen. Na wakati huo sasa Yesu anashuka, yale majeshi yakusanyika kule chini ya mpinga Kristo, wataona moto kutoka juu. Majeshi yanashuka, watasema hapo hapo sasa tuelekeze silaha juu. Wanataka kufutilia kwa Israeli, lakini mbona anatokea juu, anashuka. Maana kuna sema tajaribu upigane, moto utashuka juu, kutoka juu utalamba majeshi yote. Sema amen. Alafu Yesu atashuka kwa muda naye atarekebisha mara moja hali ya mazingira na hali ya dunia. Maana anasema ataondoa laana ya dunia, atamkamata shetani, atamfunga na mnyororo na kumtupa katika shimo lisilo na mwisho. Alafu ili duniani kuwe na amani, simba asitafune tena mnyama ale majani, nyoka asing'ate tena mtu ale mavumbi, vita visiweko tena, amani itawale kwa miaka 1000 ambayo itaisha kama vile kufumba na kufungua. Kwa sababu gani? Ya uzuri wa kipindi kile ni kama vile umezaliwa juu, uzuri, amani, furaha, maana mfalme wa amani anatawala dunia. Mataifa yote yatatishwa, yaliyobakia ambao kuteketea watatishwa chini ya mamlaka ya uwepo wa Yesu. Anasema atakemea mataifa, hayatajifunza vita tena. Haleluya. Alafu Yesu awe mfano wa amani. Watu wataanza kwenda kuhiji Yerusalemu kutoka mataifa yote. Wasioenda mvua haitanyesha kwao, maana baraka itakuwepo. Hicho kipindi kitaenda, shetani amefungwa miaka 1000. Na watu wote waovu ambao wamebaki walipata namba 666, wamemwondolewa yule mshawishi, hayupo, amefungwa pamoja na ushawishi wake. Kwa watabaki na namba zile, lakini hawajaokoka, lakini wana amani, wametishwa. Itaisha miaka 1000. Haleluya. Shetani atafunguliwa kwa muda mfupi. Akishafunguliwa
atatokea wote walikuwa namba 666 watamgeukia tena, watamfuata. Litaandaliwa jeshi kubwa ili pambane na watakatifu watakao kwa Yerusalemu, makao makuu kule Yerusalemu, wapate kuwashambulia Yesu akiwa pamoja nao. Ndipo maandiko yanasema katika vile vita vya Magogu na Magogu, haleluya, moto utashuka utamteketeza shetani. Ghafla kitatokea kiti cheupe kikubwa cha Mungu sasa, haleluya, kile kikubwa cha Kristo sasa cha Mungu. Hapo ndipo mataifa yote, wote waliokufa dhambini ambao kufufuliwa, wote toka wa kwanza mpaka wa mwisho watafufuliwa, wasimame mbele ya kiti cha hukumu cha Mungu, wajibu juu ya maisha yao na walivyokataa wokovu na jinsi walivyoabudu kwa kejeli. Walisema tunamwabudu Mungu huku ni walevi, walisema tunamwabudu Mungu huku ni wazinzi, walisema tunamwabudu Mungu huku nyumbani wanapigana, wanakunywa gongo, kangara, sumu. Walisema kwamba wanamcha Mungu, kumbe ni wesi. Walisema wanamcha Mungu, kumbe wanamkejeli Mungu. Unajua, unapomwabudu Mungu bila wokovu unamdhihaki. Ni kama unafanya usanii. Usanii maana unafanya kitu ambacho si sawa, sio kweli, unaigiza. Kwa unapokwenda kwa Mungu unasema na asali, alafu wakati unakataa wokovu maana unafanya usanii, unaigiza, unaongeza makufuru, haleluya, kwa sababu unaenda kwa mikono mwa shetani, ibilisi anakutumia. Na ndio maana tunahubiri kwamba mwisho wa mtu unakuja, watasimama wote mbele za Mungu na kila mmoja atatoa hesabu ya maisha yake. Na sio kwamba utaanza kueleza kwamba Yesu, Mungu nilifanya hivi. Utaona tu inaelezeka chwa listi ya madhambi yote uliyotenda, kwa sababu dhambi zote zimerekodiwa na kuandikwa. Ndio maana tunasema kuna kitabu cha uzima na cha matendo, ili watu wahukumiwe sawa sawa na matendo yao. Na jinsi ambavyo itakuwa ni kutisha ni ile hali ya kuwepo mbele za Mungu. Maana itakuwa kama vile unataka kuzimia lakini huwezi kufa. Lakini kwa nini? Ili uone ubaya wa kukataa Mungu wako. Uliumbwa kwa mfano, Mungu amekugharimia, amemtuma Yesu. Kwa nini umkatae Yesu? Je, hujasikia? Mbona unaimba Yesu ni mwokozi? Ameokoa nini? Kama ni mwokozi lazima kuokoe, na wewe lazima uwe mmoja wapo wa waliokoka. Lazima mfuate Yesu ili kumunga mkono kwamba Mungu amemletea mwokozi. Asante, na mimi niokoe sasa. Maana Biblia inasema kwamba kila atakayelitia jina la Yesu ataokolewa. Sio anayetia tu, anayetia jina la Yesu mwokozi, niokoe, alafu anakubali kuokolewa na tubu dhambi zake, Yesu anafuta madhambi yote, anamshika mkono wa furaha. Ndio maana anasema njooni mnaosumbuka, najua hamtaki dhambi lakini mmelemewa, mmeonewa na mashetani. Ibilisi amewazidi nguvu kwa sababu mlikubali kwa njia ya Adamu mwanzo, lakini sasa nimekuja Adamu wa pili. Yule wa kwanza alishinda na dhambi, nimekuja nilishinda na dhambi, Yesu Kristo. Anasema njooni wote mliolemewa, mnaonewa na tamaa mbaya. Ibilisi amewawasha, amewasukumia mizigo yake, uchafu wake, alafu mwisho mnaendeshwa, mnafanya kama vichaa. Lakini sasa Yesu amekuja, amewekwa hadharani, na Yesu alitundikwa msalabani kwa sababu hili tangazo kwamba mwokozi amekuja, amelipa dhambi za wakorofi wenye dhambi. Maana mwenye dhambi alipaswa kufa kifo cha mateso, cha kusulubiwa. Ilikuwa ni alama ya kifo cha mkaidi ambaye hatakiwi katika jamii, kwa sababu hafundishiki, haonyeki. Hata ungemtilia adhabu bado atarudia. Kwa ilibidi mwisho wamsulubishe ili wafundishe waone vipi yule nani anasulubishwa fulani. Kwa nini? Si unafahamu ni mkaidi, mkorofi, hafundishiki, haonyeki. Ndio maana kufa kifo cha aibu na cha kutisha, liofundishwa wengine wakiona wasifuate. Na ndio maana anasulubishwa.
na kifo chake kilikuwa cha mateso, na kabla hajasulubishwa alibidi apigwe mijeredi 40 yenye ndoana. Ukichapa inachapa inavutwa, alafu inatatua nyama, inachana chana. Waandishi wanasema kwamba wengine walipopigwa hawakumaliza 40, walikufa katikati yake kwa sababu ya mateso yake yalivyokuwa makali. Lakini Yesu alimaliza yote ili ashuhudie uchungu wa dhambi, awe na uwezo hamokasa wa kumsamehe mtu kwa sababu ameonja uchungu wake, awe na uwezo wa kuzima nguvu ya dhambi. Ndio maana tunahubiri, tuna hakika habari za Yesu. Tunaenda mbinguni kweli, twende. Amua mgeukie Yesu Kristo. Yesu anaweza kukusamehe, atafuta madhambi yako yote, atakutakasa. Wewe binti, geuka, acha dhambi. Kijana, geuka, acha dhambi. Wewe mwanamke, geuka. Ujue unaishi duniani mwanadamu tu. Yuko Mungu atahukumu dunia. Anachukia dhambi kuliko, ni mkali kuhusu dhambi. Haleluya! Watu wengine cheza na dhambi za leo. Usicheze na dhambi, unacheza na moto zaidi ya moto. Mungu hataki dhambi. Anasema tubuni, acheni dhambi, acheni uovu, acheni ukorofi, acheni uasi, acheni kubugia bangi, acheni madawa ya kulevya, acheni uzinzi, acheni ujambazi, acha kuwa, geuka. Mkubali Yesu leo. Yupo, ana uwezo wa kukubadilisha, ana nguvu ya kumng'oa maovu, ana uwezo wa kubadilisha yaliyoshindikana. Anaitwa Yesu. Unaweza kumpigia makofi, maana yuko hapo tayari kukuokoa. Yuko tayari kubadilisha maisha watu. Anaitwa Yesu, ameshinda. Ana nguvu za kumaliza kila kitu. Aliamriwa na Mungu, amepewa heshima. Yeye ni mhukumu wa wanadamu wote. Hata unamkataa watafika mbele yake. Utakwenda wapi? Huwezi kukimbia. Ni kama vile nyenyera anakimbia kwenye kiganja cha mtu, alafu akafikia nakimbia sana, kuma anakimbia kwenye kiganja hapo. Dunia yote iko mikononi mwa Mungu. Baada ya miaka, baada ya hukumu ile, Mungu ndipo atakapohukumu amaliza wote, ama tupa jehanamu. Ataikamata dunia, ikusanye pamoja kwenye kiganja chake kama karatasi. Si unaiona dunia kubwa? Ataikusanya mwenye dunia, aifinyange ndani ya mikono yake, alafu aitupe ndani ya moto. Itaunguzwa na kufumuliwa, ikifanywa upya, ili mbingu na nchi ya kwanza vitokee. Pawe ni mahali pa kufaa. Mbingu na dunia zikutanyike, ziwe kitu kimoja. Alafu Yesu amkabidhi Baba kazi ya ukombozi. Alafu Baba we Mungu, yote katika yote, hapo kila kitu kimekwisha. Amini neno la Mungu. Njoo kwa Yesu kijana. Bwana Yesu akufutia, kusafisha, atakuosha, akutakase, usafike, uwe mali yake. Utavikwa heshima ya wokovu. Wokovu ni heshima. Nimekwambia ni fahari, ni maendeleo, ni ustarabu. Wokovu ni akili nzuri. Wokovu ni kupatana na Mungu. Wokovu ni kutembea na Mungu, kulala na Mungu. Wokovu ni kupatana na Mungu. Wokovu ni kujiweka tayari kwenda mbinguni. Wokovu ni jibu la maisha ya mtu aitwaye mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke. Bila wokovu umepotea milele. Mwaminini Yesu, watu wa Mbeya. Mwamini Yesu wa Tanzania, geukeni. Mwamini Yesu wa duniani kote, Marekani, Uingereza, Ulaya, India, Japan, South Africa, Kenya, Uganda, Zambia, Malawi, Kongo. Njooni kwa Yesu, tubuni dhambi, acheni uovu. Mungu ataponya dunia itakapogeuka kumwelekea yeye. Jioni leo yuko Yesu hapa, ana uwezo wa kuokoa. Mimi ni shahidi wa Yesu Kristo. Nimeshuhudia kiokoa watu walishindikana, hata majambazi waliopopea. Nilikutana jambazi moja sugu ambalo lilikuwa limeelewa, limefundishwa na serikali, alafu likabadilika likawa jambazi lilipoacha kazi. Jambazi ya kutisha.
Anasema mimi nikikimbia naingia kwenye kichaka, hata wakichoma moto siungui. Watashanga, watafikiri haya mzungukeni huko, zunguka huko. Alafu choma moto si ameingia hapa, ataungua hapa. Mpaka majani yote anaungua, hayupo, alishatoka. Alipotoka hamna. Ilikuwa ni vigumu. Anakamatwa, anarutia. Anakamata, anaponyoka. Anakamata, anafunguliwa. Ni tishio. Anatumia maguvu ya kuzimu ya mashetani. Ameshindikana katika jamii. Watu wanahangaika, wanamtii, wanaogopa. Lakini siku moja akasikia Injili. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nikwambia Injili uweza wa Mungu uleta wokovu. Injili inapenya kimya katika moyo wa mtu. Inaharibu nguvu zote za dunia. Maana ukikuta jambazi ujue shetani ameingia ndani yake. Ukikuta muuaji ujue shetani yuko ndani yake. Na kumtoa shetani lazima nguvu ya Yesu ingie ndani ya shetani. Ivuruge mpinga kibao shetani. Ndipo atakapotoka shetani. Ndio maana Yesu alipokuwa anatembea duniani, mashetani walipomwona wakasema, tuna nini nawe Yesu mwana wa Mungu? Tunakujua, tumepewa amri juu yetu, na sisi hatukuwezi. Tupe ruhusa kidogo tuendelee kukaa kwa wanadamu, tuwatumikie. Yesu aliwaamuru toka, wakatoka. Leo yuko katika viwanja hivi, anataka kufanya mabadiliko katika maisha yako. Je, uko tayari kumpa moyo wako? Naam. Anapiga hodi kwenye mlango wako wa moyo wako, ingie. Ana huzuni na kuonewa na shetani. Leo patana naye, mwambie Yesu, sikujua. Leo asante umenijulisha. Utakuta mikono ya Yesu ya huruma inakuvuta, maana ana uchungu na maisha yako. Simama pale ulipo, alafu sogee huku kwa haraka. Mungu anatupenda, basi tungejua. Shetani anatutumikisha. Mungu ana hasira nayo, hataki utumikishwe. Labda uamue mwenyewe. Njoo sogea ndugu zangu, watu wa Mbeya, ndoko kwenye miti kule, mje haraka tufanye jambo la muhimu kama watu tulioumbwa na mfano wa Mungu. Barikiwe kwa kuwepo katika viwanja hivi. Napokuwepo hapa ni ishara namba moja kwamba una dalili zote za kusema unamtaka Mungu wako, na kwamba hayo yote yanakusumbua unatamani ya kuache, japo ibilisi anajaribu kukung'ang'ania. Lakini dawa pekee ni kumgeukia Yesu Kristo. Hapo kila kitu kinaisha. Tuna uhakika, hatubahatishi wala hatumrubuni mtu. Hatuna haja ya kukudanganya. Tunazungumza maneno haya kwa huzuni. Lakini ungemwona Yesu mwenyewe angesimama hapa hadharani, ungekuta anadondosha machozi, alafu damu inatiririka kwenye mikono yake ikilia. Maana Biblia inasema kwamba ile inalia kuliko ile ya Habili. Inalia ukombozi, inadai uje. Na ungeona Yesu anavolia, kwa sababu unaona jinsi ibilisi anavyokuharibu na jinsi anavyokuumiza. Lakini bahati mbaya hujajua. Wakati mwingine unafikiri mtu anakuumiza, kumbe ni shetani. Na sasa anasema laiti ungejua, ungemruhusu aje kwako. Na angekuja kwako, ungeshangaa kituliza tabu zako, akishughulika na lile shina hasa. Maana watu wana uwezo wa kujaribu kushughulikia tawi, lakini shina liko pale pale. Jiona leo Yesu yuko hapa, ameniamuru na amenituma nifanye jambo hili pamoja nawe. Funika macho yako, inamisha kichwa chako chini kwa heshima. Mheshimu Mungu wako. Funika macho yako, fikiri moyoni mwako, saa ya kuja Yesu imekaribia. Wataondoka watu tu waliokombolewa, alafu baadaye watu waingie kwenye tabu ya mpinga Kristo.
Na leo Mungu amekupa neema, umesikia maneno haya ya neema yanaweza kukutoa kwenye hiyo tabu au mtego huo. Jiona leo Mungu ameniamuru niombe nawe. Unasema kwa mara kwanza kwamba mimi hapa sitaki kupotea katika mikono ya mpinga Kristo. Namtaka Yesu ili atakapokuja kuchukua. Inua mkono wako juu pale ulipo. Nyosha mkono wako juu kabisa. Unasema namtaka Yesu atakapokuja niende naye. Inua mkono wako juu mpaka kule nyuma. Bila wokovu umepotea. Hakuna njia ya kumwona Mungu. Nyosha mkono wako juu. Maana Mungu anajua dhambi zako zote zimeorodheshwa katika kile kitabu. Utaona tu utakapotokea mbele za Mungu ndio utajuta kwamba hivi ni kweli. Ndio, ilikuwa kweli. Inua mkono wako, Mungu aingilie kati maisha yake. Maana uliumbwa na Mungu, ukumbwa na shetani, uliumbwa na Mungu. Mungu anasema nyosha mkono wako juu, akupe jibu la shida yako. Inua mkono wako juu. Ubarikiwe wewe. Hatua ya pili, njoo rafiki yangu sasa. Tuombe pamoja hapa mbele. Pita kwa wengine wako njoko. Njoko. Naam, njoni wote. Wote mnyosha mkono, hata kama hujanyosha na wewe njoo tu. Njoo. Kwa nini Ibilisi akutumikishe kama apendavyo wakati yuko Mungu aliyekumba? Ukumbe utumikishwe na Ibilisi. Hayo madhambi ni sura ya shetani. Mwachie ni sura lake. Uje kwa Yesu. Pita mbele baba, pita mbele kijana. Na wewe unanisikia hapo mbali, na wewe jiweke kwa Yesu. Unyoshe mkono pale ulipo, ili nikiomba Mungu akukumbuke na uko uliko. Tulikuwa Dumila kule, mama mmoja alikuwa mbali kabisa kijijini. Alisikia skauti, Mungu akamhudumia kule. Mwisho tukamwona watu wanamleta, Bwana amemhudumia. Ilikuwa ajabu sana katika mkutano. Na wewe mtu wa Mbeya, kwani uwe nyuma? Maelfu leo wanaume kwa wanawake wanamkimbilia Yesu. Ningetamani kuona ndugu zangu wa Mbeya wakipona. Hiyo ndio shauku yangu. Japo ya Mungu ni kubwa kuliko ya kwangu. Maana Mungu apende mtu afe na dhambi, hapana. Lakini kabla hujakumbwa na ugonjwa linalofyeka watu, patana na Mungu wako. Patana na Mungu wako. We mwanamke, we binti, we baba, patana na Mungu. Njoo kwa Yesu. Usijifanye na nguvu. Mbona kifo kimekushinda? Homa yenyewe inakushinda tu, unahangaika ovyo. Uje kwa Yesu, afute madhambi yote, akupe heshima ya wokovu. Njoo kijana, njoo. Kijana mmoja anasema, wataniambia nini? Alikuwa binti mweupe, alafu anajiona kama mzuri, asijue kwamba kuna wazuri zaidi. Wanamwambia okoka, anasema niokoke mimi na uzuri huu. Alafu ghafla kaugua ugonjwa wa moyo. Akaanza kusikia vibaya. Anaenda hospitalini. Alafu anapima, hawaoni. Mwisho akampeleka hospitali kubwa. Wakasema, wakamleta hospitali moja kubwa. Wakasema moyo una shimo moyo. Waliposema kwamba moyo una shimo, sasa wakamwambia uende Muhimbili. Hapa haiwezekani, hatuna uwezo. Akasema sasa huko ameshakonda kabisa. Mama yake akasema turudi nyumbani, maana uwezo wa pesa hatuna. Dada yake akasikia, aliposikia akasema mimi lazima nijaribu. Akaondoka naye. Akafika na hospitalini, wakamwambia hivyo. Mwisho akaanza kulia. Ndogo wake hawezi kutembea tena, amekondeana, ifupa tu. Ibilisi anasema ngoja, ulifikiri nakupa cha bure, lazima ukilipie. Maisha unaishi ya kishetani, lazima utayalipie kwa shetani. Shetani hampagi mtu bure, lazima. Na ule uzuri unajifikiri uzuri, atataka uvuruge tu, maana ye kazi yake ni hasira. Yesu alisema kazi yake ni kuchinja, kuharibu, kuangamiza. Lakini mimi nimekuja mwe na uzima,
kisha muwe nao tena. Jiponye nafsi yako, jiokoe maisha yako, patana Yesu akuweke kinga ya shetani asiguse, ili asikuguse tena. Wana usichana uzuri, ujana uzuri. Yule binti ikawa ni hatari, mpaka alipoinua mikono kwamba namtaka Yesu, lakini amekwisha, tumbo limejaa, utafikiri gunia, lakini kama mifupa, macho ndani, mishipa inahesabiwa, mbavu unahesabu. Amefikia mwisho, kama mtakapofikia mwisho unaikataa. Ndipo akasema namhitaji Yesu. Ndipo alipoomba, kumbe kuna mashetani ndani. Yalipotoka wakashangaa, anainuka anasema nipe uji. Ilikuwa ya ajabu huruma za Yesu. Ndio maana natuma huko na huko tuwaambie watu kwamba ndugu zangu, dawa ya usalama maisha yetu wanadamu ni Yesu tu. Wokovu ndani ya Yesu. Barikiwa uliyepita hapa. Inua mkono wako mmoja juu sasa niombe. Na huko bado tunainua mikono yetu, na sisi tuombe ndugu zetu, na sisi wenyewe shetani asije kutudanganya njiani. Uliyepita hapa mbele, fuatisha maneno haya. Sema, Yesu, nimekukimbilia, nisiaibike. Nihurumie, nisamehe. Natubu dhambi zote nilizotenda, nisamehe. Sitarudia tena. Nimetenda nyingi hata siwezi kukumbuka, lakini zote nazitubu kwako. Na maisha yangu niliyokukataa miaka yote, nayo natubu, unirehemu. Sikujua, unisamehe tu. Nipokee, ibadilishe, fanye kwa mtoto wako. Nitakufuata na kukutumikia siku zote za maisha yangu. Nipe uwezo wa kushinda dhambi na nguvu za shetani, kwa jina la Yesu. Shetani nimekukataa, na madhambi yako yote sikutaki tena. Leo nimeamua kuokoka na kumfuata Yesu. Maisha yangu yote nitamtumikia, sitarudia dhambi tena. Mungu wangu asante kwa kunipokea na kuniokoa na kunisamehe. Nipe uwezo sasa wa kuishi upendavyo, nikupendeze, nizae matunda ya wokovu. Maisha yangu yote sitarudi dhambini tena, katika jina la Yesu. Asante Yesu. Teremsha mkono wako kifuani, nikuombe baraka. Baba Mungu mtakatifu, Muumba mbingu na nchi, asante. Pokea sifa kwa ajili ya watu hawa walioitika mwito wako wa wokovu. Bwana, nguvu yako ishuke, roho ya wokovu ishuke juu yao. Nguvu ya dunia, mamlaka ya uasi, pepo dunia na kuapisha, toka ndani ya watu hao, wachie hao. Si mali yako tena, ni mali ya Yesu Kristo. Mungu, wasafishe, waoshe kwa damu ya Yesu, na kuatia muhuri kwa roho wako kuwa mali yako, katika jina la Yesu Kristo hai. Asante Mungu. Kama yuko hapa mbele amnaumwa, inua mkono wako mmoja juu kama unaumwa. Uliopita mbele kama unaumwa. Naam. Hilo tumisho Mungu atakuwa karibu kule. Usiondoke mtu hapa. Binti usiondoke. Bado hatujamaliza maombi, usiondoke, ubarikiwe. Weka mkono wako juu unayeumwa. Baba Mungu, tazama hawa walionyosha mikono, wanasumbuka, ibilisi amegusa miili yao. Naomba shuka kwa miali ya moto sasa, waguse na kuondoa magonjwa na tabu zao, katika jina la Yesu. Asante kwa uwezo wako na nguvu yako yopo hapa. Moto wa Roho Mtakatifu usafishe miili yao, nguvu za mateso,
maumivu ya miguu, kichwa, kifua, tumbo, presha, moyo, mwili mzima, nguvu ya shetani, pepo kuzimu, chawi, ushirikina, na washa moto juu yako. Toka juu sasa, vifungo vyote achia, na washa moto juu yenu. Mashetani mteketee kwa moto. Teketee mwachie huyo. Mwachie yule pale. Toka achia shetani. Achia kifua chake. Achia moyo. Achia moyo, achia. Toka nje kwa jina la Yesu. Nguvu zote za kuzimu. Toka achia. Toka udhaifu. Funguka mpaka uzima. Toka shetani achia. Funguka mpaka uzima. Toka shetani. Sote za mashetani toka machama niliyofunguka katika Yesu, funguka katika Yesu, funguka katika Yesu, funguka mwambie mwenye waza toa katika yake kwa Yesu, funguka funguka katika funguka Yes.